Zamani tulikuwa tunasikia watu wanamezeshwa dawa za kulevya kusafirisha. Tupo kwenye ulimwengu wa teknolojia sasa. Hii teknolojia sio inayotumika sasa kusafirisha pengine hizo dawa na DCEA mmejipangaje kuendana na teknolojia hiyo, pengine kudhibiti na kupambana zaidi? Ni sahihi kabisa. Baada ya kuona udhibiti umekuwa mkubwa sana kwenye viwanja vya ndege, tumeweka scanners au kwa Kiswahili inaitwa midaki, kwa sababu dawa za kulevya mara nyingi zilikuwa zinasafirishwa kama cocaine kwenye mabegi, kwenye mizigo, walikuwa wanasafirisha kwenye viwanja vya ndege na maeneo mbalimbali. Sasa baada ya serikali kuona sasa sisi ili tusiendelee kuwa lango la kusafirisha dawa za kulevya, tukanunua scanners. Scanners zile zinauzwa ghali sana. Tukaweka airport, tukaanza na Dar es Salaam airport. Lakini mwaka jana tukaweka KIA Kilimanjaro kule, tukaweka skana kubwa, kwa sababu zile ndege za kimataifa zinazokuja, ili kuhakikisha kwamba tuna scan mizigo yote na kusiwe na chochote kinachoingia nchini kwa kutumia viwanja vyetu vya ndege. Kwa hiyo watu wengi hata zamani walikuwa wakatumia sasa kumeza, katika kumeza ili kusafirisha, kwa sababu kumeza inakuwa ni rahisi zaidi kusafirisha, kwa sababu huwezi kumskani mtu kila siku, watu wote wanaopita hapo tukawaskani. Sasa sisi tumetumia zaidi, kwa sababu huwezi kubaini kirahisi, tukatumia kitu kinaitwa human intelligence. Lakini tukatafuta maafisa wetu, tukawafundisha, tukawapa hiyo maarifa ya kubaini mtu aliyemeza dawa za kulevya. Kuna dalili ambazo mtu akiwa amemeza dawa unambaini. Kwa hiyo tumewaweka kwenye airport zetu kama Dar es Salaam pale unakwenda. Kwa hiyo wakati wa abiria wanashuka kwenye ndege, yule mtu anakuwa pale, na mara nyingi unaweza usimuone. Kwa hiyo kumonitor kila mtu anayepita, yoyote tunayekuwa na wasiwasi naye, huyu anaweza kawa amemeza dawa za kulevya, tunamchukua ndo tunaenda tunamscan kuona kweli tumboni hamna kitu. Lakini pia kwenye ndege kuna watu wetu pia tuna mawashirikiano makubwa na wale watu. Ziko tabia mbalimbali za mtu aliyemeza dawa za kulevya anazionyesha ndani ya ndege. Na hizo tabia tuseme watu tukauza siri za kwa hiyo kule tukishaona mtu wa tabia hizo tunapata jina kwamba kuna mtu huyu na huyu anaonyesha dalili hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo ndege inapofika yule mtu tunamchukua, tunaenda kumhoji na kumpima kuona kweli hana hicho kitu na kadhalika na vitu kama hivyo. Lakini baada ya kuona sasa tumebaini hilo, na wakawa wanashangaa sasa kwa nini tunameza, wanatugundua. Na hapo tu wamekamata sana watu waliokamatwa wanameza, wamemeza. Wakasema inakuaje? Kwa hiyo wakaanza kutumia maiti kusafirisha dawa za kulevya. Zile maiti unajikuta kwamba mtu akishafariki wanapasua kitumbo kile, wanajaza dawa za kulevya, au wanapasua kwenye fuvu la kichwa hapo, wanafunua ili fuvu la kichwa, wanatoa ule ubongo wote, afu wanajaza dawa za kulevya, wanafunika, wanaweka gundi. Kwa hiyo ukimwangalia amefungwa huwezi kujua kama ana kitu. Sasa baada ya kugundua hilo na kupata hizo taarifa kwa kutumia human intelligence, tumeweka tena mdaki pale airport wa kuskani maiti tu. Kwa hiyo maiti zinazotoka nje lazima tuziskani, kwa sababu ile ni dead body, kwa hiyo lazima tunaziskani zote. Hamna tutumie nguvu. Kwa hiyo tunaskani ili tuone tumboni, kichwani kuna kitu chochote kwenye ile maiti. Na mwaka 2024 kuna maiti moja ilitoka South Africa, na nadhani picha zake unaweza ukaziona baadaye. Hatukuzionyesha kwenye mitandao wala kuzitangaza, tulitangaza lakini picha hatujazionyesha, lakini tunaweza tukakuonyesha uone jinsi gani wanavyoficha zile dawa. Kichwa hicho anakipasua na fumua, tukakuta wamefumua ubongo wote, wameuondoa, wamejaza dawa huko. Tumbo, kwenye utumbo ule wameutoa utumbo wote, wamejaza dawa. Kwa hiyo unajikuta maiti imekuja, watu wanaenda kuzika, kumbe ina dawa za kulevya. Kwa hiyo sasa hivi na hiyo tumeibaini na tumeidhibiti. Tumeweka scanner pale, kuna chumba maalum. Maiti yote ikija nje lazima ipite kwenye kile chumba na maafisa wetu wako pale. Kwa hiyo hawana uwezo tena kusafirisha. Kwa hiyo tunadhibiti kila njia. Lakini baadaye tukabaini kuna mtu mmoja, yeye yuko Tanzania, lakini wa Tanzania anatafuta vijana, anawapeleka kwenye nchi mbalimbali ambazo hazina hivyo vifaa ambavyo viko kwenye viwanja vyetu vya ndege. Wanamezeshwa zile dawa, wanasambaza kwenye nchi mbalimbali duniani. Na ndio maana ulisikia kipindi cha nyuma miaka 2-3 iliyopita, ulisikia kuna Mtanzania amekamatwa India, kuna Mtanzania amekamatwa China na atahukumiwa kunyongwa, kelele zikawa nyingi. Kuna mkamata wa Tanzania sijui Italy, sijui wapi, Marekani, na akiwa amemeza dawa za kulevya. Wanasema huyu Mtanzania na passport ya Tanzania. Wakawa nadhani anapita hapa Dar es Salaam. Ni kweli ukiangalia kwenye trip zake amepandia Dar es Salaam. Lakini ukiangalia ameshuka kwenye nchi fulani, akaconnect ndege. Sasa pale anaposhukia kuconnect ndege ndiko anakomezea zile dawa. Baadaye tukafanya uchunguzi, tukambaini yule Mtanzania. 2024 tukamkamata, ambaye ni mtaalamu sana, ambaye alikuwa na mtandao mkubwa sana wa cocaine kusafirisha nchi mbalimbali duniani.
na hiyo tulimpata baada pia ya kupata intelijensia ya kutosha, na bahati nzuri zile dawa alikuwa analetewa kwa njia za panya mbalimbali, alafu anazifunga kwenye pipi, alafu anatafuta njia mbalimbali zinaenda, watu wanaenda kumezea kule, wanapeleka kwenye nchi mbalimbali za Ulaya. Kwa hiyo tukamkamata bahati nzuri na pipi ambazo alishazifunga, na sasa hivi amehukumiwa, na hukumu yake imetoka mwaka jana, amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Anaitwa Horohoro kwa jina maarufu, raia wa Tanga huko. Sawa. Kamishna, kuna wasanii tunasikia nyimbo mbalimbali, kabla haijaanza mtu anataja kitu kinachofanana na dawa za kulevya, ingawa wakati mwingine sio kwa lugha ya moja kwa moja, lakini yuko mwingine kwenye nyimbo hizi dawa za kulevya na wasanii kwa ujumla, mnafanyaje kuwadhibiti hiyo? Lakini kuna nyimbo maudhui inayojaribu kuhamasisha kuwa kuna nguvu kwenye kutumia pengine bangi na dawa nyingine, mnafanyaje hivyo? Lakini kwa mlivyochunguza, wanaingiaje hawa wasanii? Maana ni miongoni mwa maeneo ambayo kuna waraibu wengi huko. Wasanii wana kitu kimoja ambacho ni kibaya sana, kwamba